Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Aprili 11 mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Tunalitukuza jina lako kwa namna ya pekee uliyotupatia nafasi hii tujifunze neno lako. Jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako kujifunza neno lako. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema wakati wa kutafakari. Imejengeka katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 1 aya ya 2. Neno la Mungu linasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Tafakari yako ya mwisho usiku, tafakari yako ya kwanza asubuhi inapaswa kuwa Yesu, ambaye ndani yake ni kitovu cha tumaini lako la uzima. Wengi wanaonekana kutopenda nyakati zinazotumika katika kutafakari na kuyachunguza maandiko na maombi, kana kwamba muda uliotumiwa umepotezwa. Natamani wote mngeangalia mambo haya katika nuru ambayo Mungu anawataka, kwa maana mngeweza kuupa ufalme wa mbinguni umuhimu wa kwanza. Kama ambavyo mazoezi huongeza hamu ya chakula na kuupatia mwili nguvu na nguvu zenye afya, ndivyo ambavyo mazoea ya kufanya ibada yanavyoleta ongezeko la neema na nguvu za kiroho. Mungu ndiye kitovu cha upendo. Tafakari ukuu wake, rehema na ubora wa uzuri wake. Ruhusu wema wake na upendo na ukamilifu wa tabia yake viuvutie moyo wako. Zungumza juu ya uzuri wake mtakatifu na makao ya mbinguni anayoyaandaa Yesu kwa ajili ya waaminifu. Yeye ambaye mazungumzo yake yako mbinguni ni Mkristo mwenye manufaa kwa wote wanaomzunguka. Maneno yake ni yenye maana na yanayoburudisha, yana nguvu ibadilishayo juu ya wale wanaomsikiliza. Kuna uhitaji wa kudumu wa kuwa na ushirika wa faragha na Mungu. Lazima tumruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yetu ikiwa tunataka kujumuika na wengine. Hatuwezi kukabiliana na shetani na mawakala waliojumuika naye isipokuwa tumetumia muda mwingi katika kushirikiana na chanzo cha nguvu zote. Kuna wakati tunapaswa kuwa mbali na sauti za masumbuko ya dunia na makelele ya wanadamu, na ukiwa katika maeneo tulivu uisikilize sauti ya Yesu. Kwa kufanya hivyo tunaweza kuonja upendo wake na kuhifadhi akilini roho wake. Hivyo tutaweza kuifisha nafsi. Njia hii ya utendaji inaweza kuonekana kutowezekana katika akili ya mwanadamu. Sina muda, unaweza kusema, lakini pale utakapolizingatia jambo jinsi lilivyo katika uhalisia wake, huwezi kupoteza muda. Kwa maana unapojipatia nguvu na neema itokayo kwa Mungu tu, huikamilishi kazi. Ni Yesu ndiye atendaye kazi. Pasipo mimi, anasema Kristo, ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ile ya 15 aya 5. Tafakari na maombi ya kina vitaamsha juhudi takatifu. Hii ni Aprili 11, mada ikisema wakati wa kutafakari. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
kina anayotenda Bwana, kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.